Bwana, mchezo wa kombe la dunia umetamatika. South Africa sasa ni rasmi wameondoshwa kwenye michuano ya kombe la dunia mara baada ya kukubali kipigo cha goli 1-0 kutoka kwa Canada. Mbukuzi wa soka ni kama umenyongonyea ile hashtag yako ya kusema ya kwamba #tutawashangaza ni kama inafifia. Tushashangaza. Tushashangaza kwa sababu watu walikuwa waamini kama hata knockout tutaenda. Timu 9 zote rafiki yangu. Jamani. Umewashangaza. 9 kati ya 10. Jamani. Knockout haina mwenyewe. Knockout haina mwenyewe, na afu ukizingatia ni mechi pekee ambayo naamini ilikuwa ni mechi nyepesi. Unajua mechi nyepesi? Ilikuwa ni mechi nyepesi. Ya mimi kwa timu ambazo zimepangiwa hatua ya 32 bora. Ni Misri na Australia, Afrika Kusini na hawa Canada. Bila vizuri, kama hao unawapanga na timu zile ngumu, kwa mfano Ivory Coast, Morocco, hata Algeria, Congo, bila vizuri. Kaka, kwa fixture waliokuwa nayo Congo, sijui Morocco, Algeria, sijui labda nandi Ivory Coast, hii fixture ya Afrika Kusini ilikuwa ni fixture nyepesi sana. Sometimes ujue unaweza kusema mpaka labda ni laana za Afrika kwenye kuombea mabaya. Unajua inaweza kuwa hata ni laana yani. Unajua zile. Kwa sababu ufikiria mpaka tunaelekea kwenye hii hatua ya 32 bora, unajua kuna watu wengine walikuwa hawajui kabisa kama Afrika Kusini wanacheza. Kwa sababu watu wengi walikuwa wamemind kwa tabia zao za kishamba. Watu watakuwa wamefurahi kweli yani kwa sababu ya tabia zao za kishamba hizo za kuwabagua watu. Lakini unaona walikuwa wana timu nzuri kabisa ya kuweza kupita kwenye hatua hii ya 32 bora, kwa sababu ukiangalia mechi ilikuwa imebalance. Mechi ilikuwa ni ya speed sana. Ukiziangalia timu zote mbili ni timu ambazo kifalsafa hazifanani. Timu moja strength yake ni kudefend, na timu nyingine strength yake ni kuattack. Chini ya Jesse Marsch, Canada wanapenda kushambulia mara kwa mara. Sibula vizuri ni timu ambayo inapenda kufanya pressing juu. Na hata ukiangalia kwenye mechi ya leo, Afrika Kusini hawakuwa comfortable sana kwenye kuanzisha mashambulizi. Kwa sababu wanapenda kuanzisha mashambulizi kuanzia nyuma. Behind from the build up from the back. Ronald Williams leo unaona alikuwa anaanzisha mashambulizi kupitia Teboho Mokoena, alikuwa anaogopa kuanzisha na kumwanzishia nandi ya Thithore ambaye kiuhalisia kwenye mechi ya kwanza dhidi ya Mexico alizingua, alitoa boko. Sio vizuri. Lakini kama haitoshi pia ubora wa Canada wanapokuja kukufanyia pressing, ukipoteza mpira kwa haraka wanakuja kukushambulia kwenye eneo lako. Sio vizuri. Kwa leo walikuwa wako makini sana Afrika Kusini, wanafanya build up na walifanikiwa kwenye hilo. Ila eneo lingine ambalo lilikuwa ni hatari zaidi ilikuwa ni mipira ya cross. Hata ukiangalia goli lilivyofungwa ulikuwa ni mpira wa cross baada ya header, second ball. Muone anakutana nayo Estaquinho, anapiga mua, Ronald Williams anaangalia nyavu zinatikisika hivi chuma. Sio vizuri. Second balls, crosses zilikuwa ni hatari sana kwa Afrika Kusini, na Canada walikuwa wanasubiri manusura wapate goli. Mwanzoni kabisa walipata free header baada ya kuwa wamefeli kwenye ule mpango wa kufanya pressing kuanzia juu. Wanafanya pressing, jaribu kuforce makosa wafanya Afrika Kusini, lakini ilikuwa ni ngumu sana. Lakini eneo lingine pia kwa Afrika Kusini kwenye eneo la maamuzi, decision making, walikuwa wanatoka vizuri sana. Wanafanya build up, wanapita katikati vizuri, wakawa wamechagua kupitia pembeni, kushambulia kwa kutumia pembeni. Kupitia Austin Apolis pamoja na Tapelo Maseko, ambapo leo sidhani kama alikuwa katika kiwango kizuri. Alikuwa anapoteza sana mpira kirahisi, lakini kuna muda alikuwa anang'ania mpira sehemu ambapo kulikuwa hakuna ulazima wote. Angalau Austin Apolis leo amewasumbua sana, mfupi ule.
amewasumbua mno, lakini bado kwenye eneo la maamuzi ilikuwa ni ngumu. Mipira pia kuwafikia washambuliaji, Evidence Magopa sijui hata kama aligusa mpira wa maana saa ngapi. Sio vizuri muda mwingi sana unaona alikuwa amebanwa. Alikuwa atembei kabisa kwenye eneo la ulinzi la Canada. Ilikuwa ni ngumu sana leo hii. Baadaye mwalimu Hugo Broos akafanya sababu ya kumuingiza Ikram Brainers, lakini bado ikawa ngumu. Vita kubwa ilikuwa kwenye eneo la katikati mwa uwanja. Kuna bwana mdogo mmoja anaitwa Saliba huyo. Anajua sana mpira. Yeye pamoja na Estequinhos ambaye amefunga goli lile. Combination yao ni nzuri sana. Mimi nilitegemea baada ya kuumia Kone pale katikati kidogo pangekopa na Sheki. Lakini Canada pale katikati ndio kwanza wameendelea kuwa imara, alafu wanacheza kwa hamasa. Umeelewa vizuri na ilivyokuwa bahati sasa kwa Afrika Kusini. Leo mechi imechezwa Los Angeles pale Marekani. Haikuchezewa Canada. Kwa hiyo wote ni kama vile walikuwa wapi? Ugenini. Lakini bado hawakutumia hiyo advantage. So kwa kiasi kikubwa sana mechi ilikuwa imebalance. Unaona Afrika Kusini kuna muda walikuwa wanashambulia lakini bado hawakuwa hatari sana kwenye lango la timu ya Canada. Canada pia na wenyewe walikuwa wanakuja kushambulia. Walikuwa wanaonekana kuwa hatari sana kuliko Afrika Kusini. Kwa kifupi Afrika Kusini walizidiwa big time, lakini mimi nakwambia ukweli kuna laana. Yaani kuna laana ya Afrika wanavyolalamika, wanavyowapiga wenzao, wanawaua bila sababu. Sio vizuri. Yaani kama fikiria dua za Afrika wote zingekuwa zinaelekezwa kwao. Unafikiri ingekuwaje? Yaani leo watu wataisherehekea sana. Sana. Mimi niuma kwa sababu ni Waafrika wenzetu. Lakini tabia zao ngumu. Sio vizuri. Yaani imeondolea kabisa yani ule ushawishi. Kwa mimi nafikiri kuna eneo ambapo inabidi wajitathmini, lakini ukweli ni kwamba wana timu nzuri. Sio mbaya kufika hatua 32 bora. Nafikiri wamefanikiwa. Kutoka 98, 2002, 2010, hii mara ya 4, 2026. Ndo wamefuzu kwa mara ya kwanza kwenye hatua ya knockout. It's not easy. Sibula vizuri It's not easy. So tuwape credit kwenye hilo. Lakini walikuwa wanapaswa kufanya zaidi. Pengine Canada walifanikiwa maeneo gani amesika? Canada nafikiri quality kwanza, ubora as a team, lakini pili mbinu ya mwalimu Jesse March imefanya vizuri sana. Zile crosses. Angalia Canada muda wote walikuwa wanapiga cross. Alafu walikuwa haraka sana kuwin second balls. Hata hivyo ni kwa sababu ya uimara wa wale mabeki wawili wakati wa Afrika Kusini. Ime Akon sijui Akon yule na Mbekezeli Mbokazi. Kama mfano kama Mbekezeli Mbokazi leo kapiga kazi ya maana sana. Simula vizuri. Mipira yote ya juu aerial balls alikuwa anajaribu kuicheza, alikuwa anajaribu kuclear makosa, lakini walikuwa bora sana kwenye eneo kwa sababu Jonathan David ni mzuri sana kwenye kucheza vichwa. Mshambuliaji wa Nandi wa Canada ni mzuri sana kwenye kucheza vichwa. Kwa hiyo walikuwa na mtarget yeye zaidi. Lakini walichofanikiwa kingine bora zaidi ni kucheza second balls. Mipira ile ya pili baada ya kupiga cross. Kuna mipira ambayo unaokoa inatakiwa idondoke. Hapa nafikiri walifeli. Na alifeli zaidi ni Theleth Mbatha pamoja na Thore pamoja na wale mabeki kwa sababu walitakiwa wawini sana ule mpira. Na alikuwa mjanja. Sura Estequinhos alikuwa mjanja, kauaya akafunga goli. So disappointed. Ya kabisa. Ndio hivyo. Timu zetu za Afrika sasa Hamisi Kabwe. Unaona kuna moja inaweza kapenya hapa 16 bora. Na wategemea Misri dhidi ya Australia, naona kabisa kuna nafasi. Sio mechi ngumu. Ila ambao na wasiwasi nao ni wengi kiukweli. Wampata vigogo kweli. Morocco ambaye tunamtegemea na timu nzuri, timu bora, yuko na Uholanzi. Anaweza akawapa game. Kongo ambaye amekuwa katika kiwango kizuri tunamtegemea na yeye, yuko na England. Si mnavizuri? Kongo akimfunga England hapo. Itakuwa story sana, bonge moja la story. Kwamba Kongo akimfunga England. Itakuwa bonge moja la story. Wakongo wataweka Wakongo wataweka sherehe.
hata sio Afrika tuweka sherehe, kwa sababu kumtoa kigogo, England ni kigogo wa mpira duniani, alafu unamtoa, si vizuri? Itakuwa ni sherehe, I say itakuwa ni sherehe kubwa sana. Lakini unakuja huko kina Ivory Coast wamepewa vigogo, hawa kina Algeria wamepewa vigogo, si vizuri? Kwa kifupi Cape Verde ndio huyo na Argentina kaka kwenye hatua ya 32 bora. Afrika tuna kazi, tukipenya hata timu 3 credit. Kwanza tumeka historia kupenya timu 9 ila 9 ile hashtag tumewashangaza of course, ila hizi 9 hizi kupenya kwenda huko mbele unaona giza zito ni kimbembe kaka, ni kimbembe, ndio walisia. Bwana, shukrani sana. Asante sana kaka.